Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamee wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri moja ya Yesu Kristo inayotoka katika kitabu cha Tito sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 15. Inasema, kudumisha matendo mema. Tito 3 mstari wa 1 hadi wa 15 inasema, wakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi njema. Wasimtukane mtu yeyote, wasiwe wagomvi, wawe wema, wakionyesha upole wote kwa watu wote. Maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili, tulikuwa waasi, tumedanganywa, huku tukitumikia tamaa na anasa za namna nyingi, tukiishi katika uovu na husda, tukichukiza na kuchukiana. Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu, ambaye alitumwagia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu, ili tukihesabiwa haki kwa neema yake tupate kufanywa warisi wa uzima wa milele, kama lilivyo tumaini letu. Ni neno la kuaminiwa, na mambo hayo nataka uyanene kwa nguvu, ili wale waliomwamini Mungu wakumbuke kudumu katika matendo mema. Hayo ni mazuri, tena yana faida kwa wanadamu. Ujiepushe nayo na nasaba na magomvi na mashindano ya sheria, kwa kuwa hayana faida, tena hayana maana. Mtu aliye mzushi, baada ya kumwonya mara ya kwanza na mara ya pili, mkatae, ukijua ya kuwa mtu kama huyo amepotoka, tena anatenda dhambi, maana amejihukumu hatia yeye mwenyewe. Wakati nitakapomtuma Atema kwako au Tikiko, jitahidi kuja kwangu huku Nikopoli, kwa maana huko nimekusudia kukaa wakati wa baridi. Zena yule mwanasheria na Apolo wasafirishe kwa bidii, wasipungukiwa na chochote. Watu wetu nao wajifunze kudumu katika matendo mema kwa matumizi yaliyo lazima, ili wasiwe hawana matunda. Watu wote walio pamoja nami wakusalimu. Salimie wale watupendao katika imani. Neema na iwe pamoja nanyi nyote. Nini fundisho hapa? Tunakumbushwa kudumu katika mema, tusichoke kutenda mema katika Kristo. Mungu mwenyewe, Baba yetu aliye wa mbinguni, ni mfano bora, hajawahi kuchoka kutenda mema kati yetu. Leo ni zaidi ya miaka mingi sana, maelfu, lakini anatusamehe tunapoomba msamaha.
Hivyo tumuige Mungu wa mbinguni, maana mtoto wa nyoka ni nyoka. Kwa hiyo hata sisi tunapaswa tumuige baba yetu ili tupate kuwa wana wa Mungu. Asanteni sana. Ombi. Yesu Kristo, msaada wa wanyonge, tusaidie watu wako wote ulimwenguni, tudumu katika kutenda mema. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.